Mambo 11 ya siri yanayoiba nguvu za kiroho wakati wa usiku. Siku zote usiku si muda wa kulala tu. Kiroho, usiku ni uwanja wa vita. Ndio maana Biblia inasema maadui hupanda magugu usiku watu wanapokuwa wamelala. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 na mstari wa 25 imeandikwa, lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Watu wengi huamka asubuhi wakiwa wamechoka sana bila sababu, wamekata tamaa au wamepoteza hamu ya maombi au tumaini la kuishi, bila kujua kuwa kuna mambo ya siri yanayoiba nguvu zao za kiroho wakati wa usiku. Leo utakwenda kuangalia mambo 11 ya siri yanayoiba nguvu za kiroho wakati wa usiku. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie mambo 11 ya siri yanayoiba nguvu za kiroho wakati wa usiku. Namba 1, ndoto zisizo za kawaida ambazo hazijashughulikiwa kwa njia ya maombi. Ndoto ni lugha ya kiroho. Usiku nafsi huwa wazi zaidi kupokea ujumbe wa Mungu au wa adui. Mfano, ndoto za kurudi nyuma. Ukajiona ndotoni, labda unaota ndoto unarudi nyuma, au unaota ndoto umepotea, au unaota ndoto unakula chakula kwenye mazingira machafu au mabaya, au unaota ndoto unakimbizwa. Ukiziacha bila kuzishughulikia, ndoto za namna hii ukaziacha bila kuzishughulikia kwa njia ya maombi, huacha mianya ya nguvu za kiroho kuibiwa. Tambua, ndoto isipoombewa hubeba mzigo unaoendelea kuathiri siku yako. Kwa hiyo hii jambo la kwanza ambalo linaiba nguvu za kiroho wakati wa usiku ni ndoto zisizo za kawaida ambazo hazijashughulikiwa kwa njia ya maombi. Kwa mfano, unakuta labda unaota ndoto mbaya, alafu ndoto ile ukaiacha pasipo kuishughulikia kwa njia ya maombi, basi unatakiwa utambue ndoto hiyo ni jambo la kwanza ambalo litakufanya upoteze nguvu zako za kiroho bila wewe kutambua. Kwa hiyo ndoto, siku zote tunajua unapoota ndoto mbaya ni muhimu kuishughulikia kwa njia ya maombi, kwa sababu usipoishughulikia kwa njia ya maombi, basi unatakiwa utambue ndoto hiyo itakuwa imeacha mwanya wa adui kuiba nguvu zako za kiroho. Lakini jambo la pili la siri ambalo linaiba nguvu za kiroho wakati wa usiku ni kulala bila kufanya maombi ya ulinzi. Kulala bila kufanya maombi ni kama kulala vitani bila silaha. Usiku roho yako huhitaji ulinzi. Kukosa maombi ya kujifunika kwa damu ya Yesu Kristo kuna kufanya uwe wazi kwa mashambulizi ya kiroho yanayoiba amani, furaha na nguvu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 4 na mstari wa 8 imeandikwa, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Kwa hiyo hili ni jambo la pili ambalo linasababisha kupoteza nguvu za kiroho wakati wa usiku, ni kulala bila kufanya maombi ya ulinzi. Kwa siku zote unapokuwa unalala bila kufanya maombi ya ulinzi, basi unatakiwa utambue unajiweka kwenye eneo hatari sana la kushambuliwa na adui. Kwa hiyo hili ni jambo la pili ambalo linasababisha wewe upoteze nguvu zako za kiroho wakati wa usiku, ni kulala bila kufanya maombi ya ulinzi. Maombi ya ulinzi ni maombi ya muhimu sana. Unapokuwa wakati wa usiku kabla ya kulala, ni muhimu kufanya maombi ya ulinzi. Jifunike kwa damu ya Yesu Kristo. Funika familia yako kwa damu ya Yesu. Funika kazi yako, funika hatua zako, funika kila jambo, lifunike kwa damu ya Yesu. Weka ulinzi kwenye jambo ambalo unalifanya. Lakini jambo la tatu ambalo linaiba nguvu za kiroho wakati wa usiku ni mawazo machafu na huzuni kabla ya kulala. Unachokifikiria kabla ya kulala ndicho unachokipa ruhusa kiroho. Mawazo, hofu, chuki, tamaa au msongo huendelea kufanya kazi usiku na kuiba nguvu zako polepole. Adui hutumia mawazo hayo kama njia ya kunyonya nguvu za ndani. Kwa hiyo mawazo machafu na huzuni kabla ya kulala ni jambo ambalo linasababisha upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua. Watu wengi wakati usiku wanalala huku kabla ya kulala wanakuwa kwenye mawazo mabaya, tafakari chafu, wanawaza mawazo machafu. Jambo hili adui hutumia njia hii kufanya wewe upoteze nguvu za kiroho bila wewe kujua, kwa sababu mawazo machafu au huzuni kabla ya kulala
inasababisha adui, inadhoofisha na kudhoofisha kiroho, na inafungua mianya kwa adui kuweza kuiba nguvu zako au kunyonya nguvu zako za kiroho. Lakini jambo la 4 ambalo laiba nguvu zako za kiroho wakati wa usiku ni dhambi zisizotubiwa. Siku zote dhambi ni mlango halali wa adui. Ukilala na dhambi moyoni bila toba, roho yako hukosa ulinzi. Usiku adui hutumia nafasi hiyo kuiba nguvu za maombi, maamuzi sahihi na hata mwanga wa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 59 na mstari wa 2 imeandikwa, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa hiyo dhambi zisizotubiwa ni njia mojawapo ambayo adui anaitumia kuiba nguvu zako za kiroho. Unapokuwa ni mtu ambaye unafanya dhambi, ni mtu ambaye unaishi kwenye maisha ya dhambi pasipo toba ya kweli, basi unatakiwa utambue dhambi hufungua milango ya adui kuiba nguvu zako za kiroho. Lakini pia dhambi hunyonya zile nguvu za kiroho ambazo zipo ndani yako na zinasababisha uweze kushambuliwa na adui. Lakini jambo la 5 ambalo linasababisha wewe uweze kupoteza nguvu za kiroho wakati wa usiku ni nadhiri za ukoo na maagano ya kale. Kuna nguvu zinazofanya kazi kizazi hadi kizazi, na mara nyingi hufanya kazi usiku. Ndio maana watu huota ndoto zile zile kwa miaka au kuamka saa ile ile usiku. Hizi ni dalili za nguvu za siri zinazonyonya nguvu za kiroho kupitia maagano ya kale. Kwa hiyo nadhiri za ukoo na maagano ya kale, kuna nguvu zinazofanya kazi kizazi hadi kizazi, kwa na mara nyingi hufanya kazi wakati wa usiku. Lakini jambo la 6, kula au kunywa katika ndoto. Hii ni ishara nzito kiroho. Kula ndotoni mara nyingi huashiria kubadilishana nguvu. Wengi huamka wakiwa dhaifu, wagonjwa au wamechanganyikiwa bila sababu, wakati chanzo ni kile kilichofanyika ndotoni usiku. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye labda unaota ndoto unakula kwenye mazingira mabaya sana, hii ndoto za kula chakula inategemeana na mazingira. Hapa unielewe vizuri, ndoto za kula chakula kuota unakula au unakunywa inategemeana na mazingira. Yamkini ukiwa umeota labda ndoto, kwa mfano umeota ndoto unakula chakula kibaya au unakula kwenye mazingira mabaya huko na watu ambao wanatishatisha, hapo kajua unakula chakula, ndoto hii huashiria pia unapoteza ndoto za namna hii maana yake zinakufanya upoteze nguvu za kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia utaona Danieli wenyewe walipewa chakula, walipewa mtama, lakini watu waliokuwa wanakula chakula kutoka kwenye nyumba ya kifalme, Biblia inasema miili yao ikadhoofika, afya zao zikadhoofika. Lakini wakina Danieli ambao walikataa kula chakula kile kutoka kwa mfalme, wenyewe afya zao zikaonekana ni bora zaidi, mara 10 zaidi ya wale waliokuwa wanakula chakula kutoka kwenye nyumba ya kifalme. Nini tunajifunza? Chakula unachokula, ukiona kula chakula ndotoni, kinaweza kikamaliza nguvu zako za kiroho, kinaweza kukufanya ukawa dhaifu. Ndio maana asilimia kubwa ya watu baada ya kuota ndoto wanakula chakula kwenye mazingira mabaya, baada ya kuamka wakajikuta wanaumwa, wakajikuta afya zao sio nzuri, wakajiona umedhoofika. Wengine walikuwa wana uwezo kusoma neno la Mungu, walikuwa wanaweza kufanya maombi, anashangaa ghafla anashindwa kabisa hata kufanya maombi. Kwa hiyo kula au kunywa ndotoni, hii ni ishara nzito ya kiroho. Kula ndotoni mara nyingi huashiria kubadilishana nguvu. Wengi huamka wakiwa dhaifu, wagonjwa au wamechanganyikiwa bila sababu, wakati chanzo ni kile kilichofanyika ndotoni usiku. Lakini jambo la 7 ni kukosa neno la Mungu kabla ya kulala. Neno la Mungu ni chakula cha roho. Usiku kama roho haijashibishwa na neno, inakuwa dhaifu. Adui hupenda roho iliyojaa njaa ya kweli, kwa sababu adui hupenda roho iliyo na njaa ya kweli, kwa sababu ni rahisi kuishambulia. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye ni mtu ambaye huna neno ndani yako, huna neno, kukosa neno la Mungu kabla ya kulala. Neno la Mungu ni chakula cha roho. Usiku kama roho haijashibishwa na neno, inakuwa dhaifu. Kwa kama roho yako haijashibishwa na neno, inakuwa dhaifu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 4 imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye hauna neno, basi unatakiwa utambue, yani unakuta labda unakwenda kulala pasipo kusoma neno la Mungu, basi unatakiwa utambue roho yako itakuwa dhaifu. Siku zote neno ni chakula cha roho zetu. Kwa hiyo kulala bila kusoma neno la Mungu, maana yake itakufanya pia roho yako iwe dhaifu. Lakini jambo la 8, kuamka ghafla kati ya saa 9 hadi saa 11 usiku bila sababu. Unajikuta labda unakosa usingizi wakati kuanzia saa 9 mpaka saa 11 usiku bila sababu. Hii si bahati mbaya. Kiroho hii huitwa saa ya mwito wa roho. Ukianza kuamka mara kwa mara saa ile ile, ni ishara ya vita vya kiroho,
ni ishara kuwa Mungu anakuita uingie ngazi ya maombi ya usiku. Ukipuuzia na kurudi kulala bila maombi, nguvu huanza kuibiwa polepole. Kwa hiyo ukianza kujikuta ni mtu ambaye ikifika mida fulani, ikifika saa 8, wengine ikifika mida saa 8 usiku anashtuka, anakosa usingizi kabisa. Na watu wengi wamekuwa wakifanya makosa muda huu. Wengine wanakuwa wanajilazimisha kulala, wengine wanaanza kuangalia movie, wengine wanakuwa hawaombi, wanakuwa wametulia tu. Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue unapokosa usingizi wakati wa usiku wa manane, ni wakati wa wewe kuingia na kuanza kusemeshana na Mungu. Lakini jambo la 9, roho ya uzito wa usingizi, tunaita spiritual heaviness. Kuna watu wakipiga magoti kuomba usiku, usingizi mzito unawapata ghafla, mwili unakuwa mzito. Hii ni roho ya kuzuia maombi. Kazi yake ni kuiba nguvu za kiroho kabla hazijajengwa. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unapatwa na roho ya uzito wa usingizi, yani wewe ukishapiga magoti unashangaa usingizi mzito unakuja, unalala hapo hapo. Mwingine akishika tu Biblia anashangaa usingizi unakuja, analala akiwa ameshikilia Biblia, kuja kushtuka Biblia ameshikilia. Mwingine akiwa akishika tu Biblia asome, anashangaa anasinzia hapo hapo. Hii ni roho ambayo inakufanya inakuwa inaiba nguvu za kiroho taratibu. Kwa hiyo unatakiwa ishughulikie. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari wa 41 imeandikwa roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo ni muhimu unatakiwa ujue hiyo ni vita. Lakini jambo la 10, mazingira ya kulala yasiyo safi kiroho. Kulala ukiwa na simu iliyojaa machafu, miziki isiyofaa, filamu za giza au kuwa na vitu vya kishirikina chumbani, hivi vyote hutengeneza mazingira ya kuvuta nguvu za giza usiku. Kwa hiyo mazingira ya kulala yasiyo safi kiroho, kwa mfano unalala ukiwa simu yako ikiwa imejaa mambo ya uovu, imejaa machafu, imejaa miziki, imejaa vitu visivyofaa, jambo hili humaliza nguvu za kiroho hasina wewe kujua. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 24 na mstari wa 15 imeandikwa, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha nyumba, sehemu unayolala ni safi, kwa sababu ukilala sehemu ambayo ni chafu, yamkini labda unalala sehemu ambako simu yako labda imejaa miziki, imejaa uchafu, unalala, basi utakuwa tambue jambo hilo litakuwa la kufanya upoteze nguvu za kiroho ndani yako bila wewe kujua. Lakini jambo la 12, kutokusamehe kabla ya kulala. Kulala na uchungu ni kama kuweka sumu moyoni na kumpa adui ruhusa ya kisheria. Usiku chuki hugeuka mlango wa mateso ya rohoni na nguvu zako huvuja taratibu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 26 hadi wa 27 imeandikwa, muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo kulala, kutokusamehe kabla ya kulala, unakuta unaenda kulala ukiwa na uchungu, ni hatari sana. Jambo hili la kufanya upoteze nguvu za kiroho ndani mwako. Jambo la msingi la kutambua, usiku ni muda wa kurejesha au kupoteza nguvu za kiroho. Ukitaka kuamka na nguvu mpya, amani na uhuru, omba kabla ya kulala, jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, tubia kila dhambi, ombea ndoto zako, lala ukiwa umejaa neno la Mungu. Kumbuka, kinachofanyika usiku huamua ushindi au udhaifu wa mchana. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment hapo chini tuambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.